Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama. Katika eneo hili tulilopo Mangola alituletea shilingi bilioni 38 kwa ajili ya ujenzi wa mfereji. Kwa hiyo sisi msaada wetu hasa ni kwa ajili ya maji ya umwagiliaji. Mavuno sasa yamekuwa juu. Wamama tulikuwa tunatembea umbali mrefu sana kutafuta maji. Kwa hiyo sasa hivi tunapata unafuu kwa maji kwa hapa karibu. Katika hospitali yetu hii ya wilaya Karatu tumefanikiwa kuweza kutimiza agizo la mama akiwa anatuhusia sana tuweze kuokoa maisha ya watoto wachanga. Na haya ni mafanikio ya miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wilaya Karatu. Katika sekta hii ya afya kuna mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika wilaya ya Karatu ametuletea katika kipindi hiki cha miaka 4 bilioni 4 na milioni 709. Lakini kati ya fedha hizi shilingi bilioni 3 na milioni 600 utaona zilikwenda kutekeleza ujenzi wa hospitali ya wilaya. Na hapa tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu toka wilaya hii ianzishwe hakujawahi kuwa na hospitali ya wilaya. Huko nyuma wananchi walikuwa wakipata shida wakienda umbali mrefu, wakienda mpaka Arusha Mount Meru kutafuta huduma kubwa za kimatibabu. Lakini baada ya kuleta fedha hizi tumesimamia vizuri, hospitali ya wilaya sasa imekamilika. Lakini tunashukuru kwamba vifaa muhimu katika hospitali kama X-ray vipo na vinatoa huduma vizuri. Na tunashukuru sisi katika hospitali yetu ya wilaya Mheshimiwa Rais alituletea milioni 300 ambazo zimefanikisha kuweka mtambo mkubwa wa oxygen. Pia Mheshimiwa Rais ametuwezesha fedha ambazo zimeweza kusaidia ujenzi wa zahanati 7. Wananchi sasa wamekuwa wakipata huduma hizi za afya karibu. Lakini idadi ya wazazi kujifungulia nyumbani sasa imepungua kutoka 60.8 mpaka 74.8. Hapa nimekuja kupata huduma ya kina mama kwa sababu huko tunapata shida huko. Nimetoka huko kuna hospitali nyingi lakini nikasema nije hii hapa ambayo tumeandaliwa na mama yetu. Kadi yangu hapo tumepewa bure, hatulipi chochote. Kwa kweli mama ametusaidia. Nafurahia sana hii hospitali yetu tuliowekewa hapa. Ina msaada mkubwa sana kwangu mimi. Naweza nikatokea hapo nyumbani nikaja hata kwa miguu ikanisaidia. Mtoto wangu saidia hapa amelazwa. Nafurahia sana huduma hii. Maana mtoto wangu kwanza nimemlaza sasa anaendelea vizuri na imani kwamba atapona. Nilikuwa nimekata tamaa kwamba niende wapi, lakini hapa nimefika. Nimeshukuru sana, mtoto wangu anaendelea vizuri. Na huduma napewa kila daktari saa 8 usiku halali ananisaidia. Gharama hamna kwa mtoto. Madokta wanakupokea, hawana unafikiri ukifika hata hospitali nyingine unaambiwa subiri kwanza. Hapa hamna subiri kwanza. Unachukuliwa, dada tukusaidie nini? Kwanza mimi mtoto wangu kipindi hicho anaumwa nimekuja na nesi amenifuata barabarani. Kanisaidia maana nilikuwa nimekuja nalia. Kwa kweli akanikimbilia, kanipokea, kampeleka mtoto wangu kwenye huduma. Kabla ya hospitali hii kujengwa, wananchi walikuwa wanahangaika kwa sababu hawakuwa na sehemu maalum wakipatiwa huduma za afya kwa ajili ya wao kupata unafuu wa gharama za matibabu pia. Lakini baada ya hospitali hii kuwepo, sasa sisi tunatoa huduma mbalimbali. Tunaanza na huduma ya jengo la OPD, wagonjwa wa nje. Kwa sasa tunatoa huduma hiyo. Lakini tukienda mbele zaidi tuna chumba cha dharura, tuna jengo la dharura, yani EMD, Emergency Department. Jengo hili sasa wagonjwa wote ndani ya wilaya ambao wana magonjwa ambayo yanahatarisha afya sasa wanapata huduma hapa ndani ya serikali yao bila tatizo. Tuna jengo la kina mama wale wajawazito ambapo wanapata huduma zote, wanazalishwa, kuna sehemu ya kulala, lakini kuna sehemu ya kufanya upasuaji mkubwa ambao mwanzoni ilikuwa ni tatizo kubwa sana kwa wananchi
wa Karatu na wa Tanzania kwa ujumla. Zaidi tuna jengo la radiology ambapo x-ray inafanyika na ultrasound pamoja na huduma zingine, ambapo nashukuru sana ni kutupatia kiwanda cha kuzalisha hewa tiba ya oxygen plant, ambao sasa sisi kama hospitali tunazalisha oxygen, ambao oxygen hiyo inasaidia wagonjwa kwanza wa ndani, lakini hospitali zote ambazo zinatuzunguka mkoa wa Arusha wote wanatutegemea na tunazalisha oxygen, na pia wanakuja kununua hapa kwetu. Kiwanda hiki kimetusaidia mambo mengi, hasa kuendesha hospitali kwa ajili ya mambo mbalimbali kwa wale wagonjwa ambao mama yetu ameamua wasaidiwe, wale ambao hawana uwezo, lakini kile kiwanda imetupatia fedha na sasa tunatoa exemption na tunawasaidia wale ambao makundi ambao hayana uwezo. Kwa kweli tunamshukuru kwa sababu ameweza kutufanikishia masuala yote haya. Niko kwenye kitengo cha neonatal unit care. Kwa hapo mwanzo tulikuwa hatuna hichi kitengo, lakini tunashukuru jitihada za serikali kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kutusaidia kupata vifaa ambavyo ni hivi vilivyoko mbele yetu na vingine viko kwa chumba cha upande wa pili. Vifaa hivi vinaenda kusaidia watoto wachanga, hasa waliozaliwa kabla ya wakati na watoto waliozaliwa na matatizo ya afya kama upumuaji, degedege pamoja na infection. Katika hospitali yetu hii ya wilaya Karatu tumefanikiwa kuweza kutimiza agizo la mama, akiwa anatuhusia sana tuweze kuokoa maisha ya watoto wachanga, hasa watoto njiti. Hivyo basi sisi tumeweza kufanikiwa kutekeleza kwa vitendo. Kwa sasa tunategemea watoto wengi wanaozaliwa kwenye mazingira yetu haya kupitia wilaya zinazotuzunguka wataweza kupata huduma hii hapa Karatu, na sio tena kusafirishwa kwenda mbali kama Arusha mjini au kwenda Moshi au Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa sasa wanaweza kupata hizi huduma wakiwa katika mazingira yao halisi ya maisha. Katika hospitali hii ya wilaya Karatu tumeweka gharama ambazo wananchi walio wengi ambao ni wa hali ya chini wanaweza wakamudu, kwa sababu imeonekana kwa kipindi kirefu walikuwa wakipata huduma katika vituo ambavyo ni vya binafsi, ambako kwa kweli tulipata changamoto wakiwa wakilalamika kupata gharama kubwa za huduma. Mafanikio mengine ambayo Wanakaratu wanajivunia katika miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni maendeleo kwenye sekta ya elimu. Katika sekta ya elimu tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametuletea wilaya ya Karatu bilioni 19 na milioni 477. Na kati ya fedha hizi shilingi bilioni 8 na milioni 215 zimekwenda kutekeleza ile sera ya elimu bila malipo, ambayo wanafunzi wetu wanasoma bila kulipa ada kuanzia msingi mpaka sasa kwenye kidato cha 6. Mheshimiwa Rais anatoa fedha kwa ajili ya ruzuku ya uendeshaji wa hizi shule, lakini anatoa fedha kwa ajili ya fidia ya ada, lakini anatoa fedha ya chakula, lakini anatoa fedha kwa ajili ya fidia ya ada ya bweni. Kwa hiyo kiasi cha bilioni 8 ndicho kimetekeleza sera hii kwa kipindi chote cha miaka 4 katika wilaya yetu ya Karatu. Ujenzi wa madarasa haya ujenzi wa madarasa haya pamoja na hizi shule zimekwenda kupunguza umbali mrefu ambao watoto walikuwa wakitembea kufata shule mbali zaidi, lakini zimekwenda kupunguza msongamano wa wanafunzi kuwa wengi katika darasa moja. Kwa hiyo ndio maana tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na huu ni mfano wa shule mpya iliyojengwa wilayani Karatu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kutupa rais mzuri anayejali wananchi wake. Kwa kweli ni jambo zuri kuwa na rais ambaye anaweza kuona umuhimu wa elimu
na kutuletea fedha kiasi cha milioni 584,280 na shilingi 29 ambazo ndio zimewezesha kujenga shule hii. Na mazingira kama unaona tuko kwenye hatua ya umaliziaji, na hivi karibuni tunaanza kuchukua wanafunzi. Kwa kweli ni jambo zuri na tunampongeza sana rais wetu na tunamwombea Mungu endelee kumlinda kwa ajili ya Tanzania yote. Na ninaamini hili jambo limefanyika taifa lote. Tunamshukuru sana na tunaendelea kumwombea baraka tele za Mwenyezi Mungu. Vile vile, uwekezaji huo uliofanyika kwenye sekta ya elimu umesaidia ufaulu kuongezeka. Katika kipindi cha miaka 4, napenda kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwani ameboresha kwa kiwango kikubwa sekta ya elimu sekondari kwa kutatua changamoto zile zilizokuwepo na kuboresha miundombinu. Lakini pia walimu wetu wote wamepanda madaraja. Kesi za kukosa madaraja hilo wamelitatua kwa kiwango kikubwa, karibu 100%. Kimsingi shule yetu ni miongoni mwa shule kongwe Tanzania na ni miongoni mwa shule ambazo zilikuwa zimechakaa vibaya mno. Ndani ya miaka hizi 4 tulipokea milioni 700. Ukarabati ulifanyika kwenye miundombinu yote inayogusa wanafunzi pamoja na vitanda pamoja na mifumo yote ya umeme na maji taka, maji safi. Na hilo kufanya wanafunzi kuwa na mazingira mazuri ya kujifunzia na walimu pia kuwa na mazingira safi ya kufundishia. Na hilo limefanya ufaulu wa wanafunzi wetu kuongezeka, na mwaka jana 2024 matokeo yetu ilikuwa ni Division 1 wanafunzi 236, Division 2 wanafunzi 196 na Division 3 wanafunzi 64. Hatukuwa na Division 4 wala Division 0. Nitoe shukrani za dhati kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutuwezesha na kutuboreshea mazingira kwa kutupa fedha za kutosha kufanya ukarabati wa miundombinu ya shule. Uboreshaji uliofanyika katika shule zetu hasa Karutu Sekondari umesaidia katika nyanja nyingi. Kwanza katika nyanja ya masomo, kielimu. Kama tunavyojua kwamba mazingira ni moja ya kitu muhimu katika elimu ya mwanafunzi. Mazingira yakiwa mazuri yanamsaidia mwanafunzi aweze kufaulu kwa kuwa kuna sehemu tulivu ya mwanafunzi kusoma. Uboreshaji uliofanyika katika shule yetu umeboresha katika sehemu tofauti. Kwanza katika madarasa. Madarasa yetu yameboreshwa, yamekuwa na facilities nzuri zinazosaidia sisi katika kusoma, ambapo imesaidia walimu pamoja na wanafunzi kutufundisha vizuri. Na pia katika nyanja nyingine ukarabati umefanyika katika sehemu za mabweni. Kama tunavyojua sehemu za mabweni ni sehemu kuu katika maisha ya mwanafunzi hapa shuleni. Sababu ndio sehemu ambapo tunapumzika, ndio sehemu ambazo tunafanya shughuli zetu mbalimbali. Na mwisho wa yote ningependa kumshukuru rais na raia na pamoja Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutusaidia katika ukarabati wa shuleni kwetu. Tunamwahidi kwamba sisi kama wanafunzi wa Karutu Sekondari tutaboresha ufaulu wetu na tutafaulu zaidi, kwa sababu yeye anatupenda, sisi pia tutafaulu ili kuendelea kujenga taifa. Sekta nyingine muhimu ambayo changamoto zake zimetatuliwa na serikali ya awamu ya 6 ni sekta ya maji. Kwa sasa hivi tunafurahia upatikanaji maji kwa sababu maji yapo na yanapatikana kwa muda wakati sahihi. Maana hapo awali tulikuwa hatuna maji, ama tuseme maji ya bomba hatukuwa nayo kabisa. Lakini sasa hivi tunafurahia huduma ya maji baada ya kisima chetu kuchimbwa. Tulikuwa tumepata changamoto kwa sababu chemchem hii hasa kitongoji hiki cha huduma palikuwa hamna bomba la maji kabisa. Lakini baada ya mradi huu kuja tumefurahia sana. Kwa sasa hivi kweli maji yanapatikana vizuri. Tunatumia maji vizuri kweli. Mwanzoni tulikuwa tunapata shida, tunaenda kuchota mtoni, lakini kwa sasa hivi maji tunayapata vizuri. Wamama tulikuwa tunatembea umbali mrefu sana kutafuta maji. Kwa hiyo sasa hivi tunapata unafuu kwa maji kwa hapa karibu. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea huduma ya maji kijijini. Tunampongeza sana mama yetu, tunamwomba Mungu amuongezee miaka, azidi kudumu katika kazi. Mungu ambariki. Kwa mradi wa maji kwa kweli kwa kwenye kijiji cha Chemcha, serikali ya Samia sisi tunaipongeza vizuri na imefanya vizuri. Kwenye uzinduzi ilipokamilika tulikuwa tuna DP 17 ndani ya kijiji, imetawanywa. Nadhani sasa hivi wameunganishwa kwa mtu mmoja ndani ya kijiji, watu 54. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana
kwamba tumepata mradi wa maji na sasa hivi ile hali ya maji kukosekana ndani ya kijiji. Sasa hivi hali yetu ni nzuri na wananchi wamepata furaha kubwa kwa ajili ya hiyo mradi wa maji. Mwaka 2021 hali ya huduma ya maji kwa maana ya wilaya yetu ya Karatu haikuwa kuridhisha sana. Lakini kwa miaka hii minne tumepiga hatua kubwa. Miradi mingi imetekelezwa. Tumetekeleza jumla ya miradi 28 yenye thamani ya shilingi bilioni 8.4. Na kama nilivyosema kwamba coverage ilikuwa ni 66%, mpaka sasa coverage ni 79.6%. Kwa hiyo wakazi karibu 195,000 na 728 kwa sasa wanapata huduma ya maji safi na salama maeneo ya vijijini. Changamoto ilikuwa ni kubwa, sababu kama unavyojua mkoa wa Arusha ni mkoa wa kiutalii, lakini ni mkoa wa ufugaji. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wanapata shida kubwa sana ya upatikanaji wa maji, hasa maeneo ya vijijini. Kwa hiyo nishukuru tu kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa. Kutoka 66% mpaka 79% sio kazi ndogo. Na miradi ambayo tumetekeleza, miradi hiyo 28 imeweza kuhudumia wakazi wapatao 48,000 na 548. Kwa hiyo hao wakazi ndio wameongeza hali ya upatikanaji wa maji kutoka 66% mpaka 79.6%. Pia serikali ya awamu ya 6 hapa wilayani Karatu imefanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya kilimo, haswa kilimo cha umwagiliaji. Sisi wilaya Karatu tuna bahati kubwa sana kwa sababu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea zaidi ya bilioni 61 katika wilaya yetu ya Karatu. Eneo hili tulilopo la Mangola alituletea shilingi bilioni 38 kwa ajili ya ujenzi wa mfereji kilomita 65. Na mfereji huu utasaidia sana wakulima wa eneo hili la Mangola ambao wao wanalima sana zao la kitunguu. Wakulima hawa idadi yao ni karibia 8,410. Lakini hekta zinazolimwa katika eneo hili la kitunguu ni karibia hekta 7,500. Kwa hiyo utaona kwamba zao hili la kitunguu lina mchango mkubwa katika pato la halmashauri. Makusanyo 40% yanatoka katika ukanda huu wa Ziwa Eyasi kwa wakulima hawa wa vitunguu. Nimshukuru mama yetu, Mama Samia, kwanza kwa kutupatia mradi. Haijawahi tokea kwetu Mangola kupata mradi wa fedha hizo. Mradi huu umetupa mafanikio makubwa sana. Kwa sababu kwanza kabisa mwanzoni tulikuwa tunateseka na miundombinu hii ya awali. Tulikuwa tunapata shida sana kwanza kuleta maji kutoka mto mkubwa mpaka kuingia huku mashambani. Kwa sababu wakati mwingi maji yalikuwa yanapotea njiani, hayafiki kwa wakati. Kwa hiyo wakati unataka kunyesha kwa wakati na maji ni mgao, wengine wanapeleza. Kwa hiyo baada ya miundombinu kuwekwa, sasa hivi tunapata maji kwa wakati. Hata sisi wakina mama sasa hivi tunanyesha kwa urahisi mashamba yetu. Kwa kweli miundombinu mingi imerekebishwa. Kweli miaka 4 ya mama imetusaidia sana. Kabla haijasakafiwa tulikuwa tunapata changamoto ya watu kuibiana maji, alafu maji yanazama ardhini kwenye matope. Sasa maji hayafiki huko anakokwenda kwa wakati. Mavuno sasa yamekuwa juu. Tunatamani sasa tuongeze tu mitaji sisi wenyewe, lakini sasa kwa kweli kwa hali ya miundombinu imeanza kuwa ni nzuri kabisa. Tumepata mafanikio. Kweli kwa mwanzoni mapato yalikuwa yanakata. Unaweza upata mwanzoni tulikuwa tunapata magunia kama 80 kwenye eka au mpaka 100. Lakini sasa hivi imekuwa ni zaidi kwa sababu tunapata maji kwa wakati, mazao yetu yanapata maji, hayaathiriki na jua kali. Uchumi wangu umeimarika sana, hasa katika kilimo cha vitunguu, mahindi. Mwanzoni tulikuwa tunapata mahindi kiasi kidogo, lakini sasa hivi tunavuna mahindi kiasi kikubwa sana. Na kwa asili Mangola
ni nchi kame. Kwa hiyo sisi msaada wetu hasa ni kwa ajili ya maji ya umwagiliaji. Hasa tunategemea maji ya umwagiliaji. Kwa kweli nina mafanikio mazuri kwa sababu kilimo changu hapa kwanza ni cha umwagiliaji kwa asilimia kubwa, karibu asilimia 99 ni cha umwagiliaji. Sasa Rais ameamua kutuboresha mifereji yetu, mifereji ambayo kwa kweli kabla ya hapo ilikuwa inatupa shida sana katika kupata maji, kwa sababu kila wakati tunasafisha inachafuka na majani, lakini sasa hivi inasakafiwa, yani kwenye kiwango cha hali ya juu sana, sijawahi kuona. Kwa hiyo naamini kilimo kitaendelea kuwa kizuri zaidi. Kwa kweli mimi nina furaha na nimeenjoy kwa kweli katika kipindi hiki cha miaka minne, na tunamshukuru sana mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ametupa fedha nyingi. Yaani kama tunavyoona kwenye miradi mingine idara tofauti tofauti, labda afya, elimu, na upande wetu wa Karatu kwa kweli tunaona tumependelewa sana. Kwa mfano kwa tarafa hii ya Eyasi tuna maeneo potential ya kuzalisha hekta 7,500. Lakini inawezekana mwanzoni kwa sababu ya kukosekana kwa miundombinu, ina maana uzalishaji ulikuwa mdogo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatarajia uzalishaji utatoka kwenye tani 45,000 mpaka 55,000 mpaka 60. Tukipiga hesabu ya chini kabisa kwamba gunia moja ni 120,000, tunapata zaidi ya bilioni 66. Na hiyo bilioni 66 hata kwa upande wa halmashauri kwenye makusanyo ya mapato tutatoka kwenye bilioni 1 na point tutaenda kwenye mpaka bilioni 2 kutokana na uzalishaji utakapoongezeka. Kwa hiyo tunapotoka kwenye uzalishaji unavyoongezeka, basi na hali za kiuchumi za mtu mmoja mmoja mpaka yule kibarua wa chini atakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo kwa miundombinu hii na uwekezaji huu ambao amefanya Mama Samia Suluhu Hassan, mama yetu kipenzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tutajikuta kila mmoja amepata sehemu yake katika uwekezaji huu. Kwa kweli, kwa sababu kwanza wengine ni wazao wa hapa, ungekuja ukapata picha ya Mangola mwanzoni ilivyokuwa na leo, kwa kweli ni tofauti. Hata nyewe wenyewe nadhani mmejionea, hata mkipita kwa njiani, nyumba zimebadilika. Unaona nyumba nyingi bahati South Africa na nini, watu wanajenga nyumba bora, maisha. Ina maana huyo mtu ukishamtathmini, maana yake ana mafanikio. Na mafanikio asilimia kubwa ya Mangola au bonde hili ni kwenye kilimo tu. Kiukweli muda hautoshi kuelezea vitu vyote ambavyo serikali ya awamu ya 6 imefanya hapa wilayani Karatu. Lakini tumalizie na haya. Kwa kweli hali ya upatikanaji wa umeme kabla ya Mheshimiwa Rais hajaingia madarakani awamu ya 6, tulikuwa nikizungumzia vijiji, kulikuwa na vijiji 22 tu vyenye umeme. Lakini mpaka sasa hivi vijiji vyote vina umeme. Tulikuwa na vitongoji 32, lakini sasa hivi kuna vitongoji 167, vyote vina umeme kati ya 261. Kwa hiyo tumebakiza kama 94 tu kati ya 261. Kwa kweli kulikuwa na changamoto, kwa mfano watu kusaga unga, watu kwenye mambo yao ya afya, dawa zinaharibika na vitu kama hivyo. Kwa kuwepo kwa umeme kumekuwa na manufaa ya kiuchumi, watu wanapata pesa, lakini pia dawa haziharibiki, huduma za afya zimeimarika. Kwa hiyo kuliko kusafiri kwenda mbali kupata huduma kwa mfano ya kusaga au kuchomelea, sasa hivi wanafanya huko huko waliko. Katika wilaya yetu ya Karatu, TANESCO katika awamu hii ya 6 kumekuwa na mfumo ambao TANESCO tumeuanzisha mzuri sana, unaitwa NiConnect. Kwa hiyo NiConnect umeanzishwa kwenye awamu ya mama, ambayo ni mfumo unasaidia kuunganisha umeme kirahisi. Hulazimiki kufika TANESCO tena. Mwisho niseme tu kwamba kwa jinsi ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan alivyofanya kazi kubwa kwa kipindi kifupi cha miaka hii minne, sisi wananchi wa Karatu hatumdai, yeye ndio anatudai. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupata nafasi ya kukamilisha ndoto zake na azma yake. Tunasema Karatu imefunguka, Arusha imefunguka, Tanzania imefunguka, na kazi iendelee. Samia Hassan Suluhu